Katikati ya jiji la Mombasa ambapo harufu nzuri ya viungo, mboga mbichi pamoja na matunda huchanganyika na kuleta harufu nzuri ya kunukia. Karibu katika Jamvi la Pwani. Leo tusimulie kuhusiana na historia ya eneo hili la Marikiti hapa mjini Mombasa. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhani. Soko la Marikiti lilijengwa mwaka 1914 na serikali ya kikoloni. Jina lake lilipewa kwa heshima ya mfanyabiashara Mwingereza Sir William Mackinnon ambaye alishiriki pakubwa katika ujenzi wa soko hili. Muundo wa jengo ulitumia vifaa vilivyoletwa kutoka Bristol, Uingereza, kisha baadaye kurekebishwa na kuongezwa rangi za kuvutia zaidi. Jina maarufu ni Mackinnon Market. Ni soko la history, limejengwa 1914 na Sir Mackinnon, na nilikoko soko la fruit and vegetable kwa historia yake katika ile soko la Marikiti. Na wakati lilipojengwa na wanunuzi wingi walikuwa wakati ule ni wa Asians, ni watu wa kutoka sehemu za Asia na wazungu, ndio walikuwa soko ili la Marikiti, na wenyeji wa sehemu za Old Town, kwa sababu ulikuwa mji haujakuwa mkubwa. Kwa hivyo walikuwa wenyeji wa Old Town na wazungu na Wahindi, na hususan katika hili soko la Marikiti limebeba matabaka kadhaa. Katika hili wafanyaji biashara walikuwa ni Waarabu, Wahindi na baadhi ya wenyeji wa mji wa Mombasa ndio walikuwa katika hili soko la Marikiti. Ni soko limepita vizazi vingi sana katika hili soko letu, ambao sisi ni kama ni generation ya 4 katika hili soko la Marikiti. Soko hili ambalo ni maarufu zaidi mjini Mombasa hupatikana katikati ya mji wa zamani katika barabara kuu ya Mombasa Malindi, katika mtaa wenye historia ndefu ya biashara na urithi wa kitamaduni wa Waswahili. Katika enzi za mwanzo, soko la Marikiti halikuhudumia kila mtu. Liliundwa mahususi kwa ajili ya wazungu. Walikuwa wakinunua mboga, viungo na matunda safi. Waafrika walilazimika kutumia masoko mengine kama Sega Market. Ilikuwa ni soko la Maasian. Ni soko lilikuwa lina nidhamu yake, na nidhamu yenyewe kama tunaona nidhamu za kisoko zile. Ilikuwa kumetengwa separated, mboga kando, nyama kando na kuku kando. Kwa hivyo mahali kokote kuna nidhamu, lazima wale watu wenye maendeleo wako mbele kihali, lazima watakuwa wanapendelea sehemu kama zile. Na tukilizungumzia hivyo sasa, wametukimbia hao baadhi ya wanunuzi kama hao Asians na Europe, wametukimbia katika hizi sehemu zetu za hizi soko. Kulingana na supermarket yamefunguliwa mingi, wanakwenda na paki na magari, wanaingia, wanachukua troll. Kwa hivyo tuomba warudi waone ile history ya soko la Marikiti. Katika mwaka 1963 baada ya Wakenya kupata uhuru na baada ya kuondolewa kwa ubaguzi wa kikoloni, soko hili likawa la kila mtu. Wafanyabiashara wa Kiafrika walijiunga na soko likawa kitovu cha ajira na mapato kwa mamia ya familia za pwani. Nimeanzia biashara nikiwa mdogo, miaka 17. Nimeanzia tomato, kitunguu, viazi. Haijanipendeza, yani biashara haikunipenda. Nikarudi nikaanza mabui na achari. Alhamdulillah, sasa niko miaka 10. Nashukuru, imenisaidia, imeniinua. Si mimi peke yangu, nawasaidia watu 100 kwa peke yangu na hii biashara yangu. Nashukuru, alhamdulillah, wasikosi ya kukula. Biashara inatupatia faida. Sisi tunategemea utalii. Sasa hii ni mzimu wa watalii, biashara ni mzuri. Nashukuru. Hapa ndipo bidhaa nyingi zilizoletwa na kualisha wakazi wa Mombasa na viunga vyake. Mimi hupendelea sana kuja Marikiti hapa kwa sababu napata bidhaa zote ambazo nazihitaji kwa madhumuni ya restaurant yangu ambayo iko Guraya, Ula Barbecue. Na vitu vingi ambavyo viko hapa ni vitu ambavyo unapata kila kitu ambacho unahitaji. Na Marikiti imekuwa safi, imekuwa mzuri, ilikuwa imetengezwa. Zamani kulikuwa kidogo imekaa vibaya, lakini siku hizi unasikia raha hata kuingia Marikiti. Swali ni je, jina Marikiti lilitokea wapi?
Marikiti ni jina lenye lafudhi ya Kiswahili kutokana na neno la Kiingereza market lililomaanisha soko. Wakati wa ukoloni, Waingereza walipoanzisha masoko makuu mjini Mombasa, wenyeji walichukua neno hilo na kulitamka kwa lafudhi yao ya Kiswahili, hivyo market ikawa marikiti. Ukisema Makinon Market ni neno la Kizungu ambalo ni market. Makinon ni jina la mwanzilishi na market ni jina la Kizungu. Lakini kwa lafdhi za Kiasia anakuwa akisema market ndio ikaja hiyo marikiti kutokana na lafdhi ya Kihindi kuja kwa lafdhi ya Kiswahili. Ndio hiyo marikiti ambayo inakuja hususan ni neno la soko. Kutokana na jina la marikiti, wazee wetu wa kitambo ilikuwa watu wakiita market, lakini kwa vile mazoea yao ikaja marikiti ndio ikazoeleka kama marikiti. Sasa hii kwa leo mpaka sasa inaitwa marikiti. Kwa muda jina hili liliota mizizi na kuenea likawa maarufu zaidi kuliko neno la Kiswahili sanifu la soko. Marikiti si jengo moja tu, bali ni eneo kubwa lililojumuisha masoko madogo yaliyoshikana, kila moja likiwa na nafasi yake ya kipekee. Kuna soko la chakula, mboga na kuna soko la nyama na vile masoko ya nguo na bidhaa mbalimbali. Tuko na bidhaa nyingi hapa, tena bidhaa ambazo zinauzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja. Tuko na bidhaa kama nguo, tuko na bucha, tuko na matunda, aina tofauti. Kikubwa zaidi ni kwamba pia ni soko ambalo liko safi, mandhari yake yanapendeza, alafu pia wenyeji pia ni very friendly, yani ni watu wanaopenda rafiki sana, ukitofautisha na masoko mengine yale. Hapa tunauza nyama ngamia, tunauza nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na matumbo, vichwa vya mbuzi, vya ng'ombe. Kwa nini watu wanakuja kununua nyama hapa? Kwa sababu nyama bei yake ni nzuri na ni fresh. Soko la Marikiti si mahali pa biashara pekee, bali ni uti wa mgongo wa ajira kwa wakazi wa Mombasa na vitongoji vyake. Maelfu ya watu huamka alfajiri na mapema kuelekea sokoni, kila mmoja akitizama jukumu muhimu katika mnyororo wa maisha ya kila siku. Hii ni kazi ambayo familia yangu inakula, mamangu, babangu, familia yangu, watoto wangu na ndugu zangu. Alhamdulillah, ndio kazi ambayo naipenda na kazi yenyewe inanipenda. Sina chengine, ni ukifanya kazi kwa bidii na kazi yako nayo itakupenda. Wakulima kutoka vijijini hurauka asubuhi na kuingia shambani na kuvuna mazao yao na kuyaleta katika soko hili, ikiwa ndio njia yao pekee ya kupeleka tonge mdomoni, kwani wahenga walisema mchumia juani hulia kivulini. Marikiti sio soko la manunuzi pekee, bali pia jumba la utamaduni hai linalompa mtalii uzoefu wa kweli wa maisha ya pwani. Aidha, kutokana na muundo wake wa zamani, watalii huvutiwa na upekee huo ulioboreshwa kuongezwa nakshi zaidi. Kwa sababu hiyo, soko la Marikiti limekuwa kivutio cha watalii kwa miaka na mikaka hapa mjini Mombasa. Soko letu ni sura ya utalii katika nchi ya Kenya. Sijui itakuwa ni kwambeni namba ngapi, na katika Mombasa baada ya For Jesus ama baada ya Marikiti ni For Jesus ama baada ya For Jesus ni Marikiti. Watalii wingi sana, bila ya kufika For Jesus watapita Marikiti mwanzo, na bila kupita Marikiti watapita For Jesus. Kwa hivyo hii kitu heritage hii iangaliwe sana, liwekwe nidhamu nzuri sana, liwe kila mwaka linapigwa rangi ya kwanza. Ya pili, iangaliwe hali ya uso ya soko la Marikiti, na kama rais ama governor ama mbunge wa hii sehemu, naomba hii kitu muiweke katika ramani yenu. Kwa zaidi ya karne moja, eneo hili limesalia sio eneo la biashara tu, bali alama ya historia ya pwani. Mimi ni Fahima Ramadhan na hili ni Jamvi la Pwani.